Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni mimi msimuliaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina Tumaini Shule Yangu. Tumaini Shule Yangu ni hadithi nzuri inayomhusu binti Aisha. Kanami, asante. Katika jiji la Mwanza, juu ya miinuko ya Kirumba, ndipo kuna shule nzuri ya msingi yenye kupendeza. Shule hiyo inaitwa Tumaini. Shule ya msingi Tumaini iliyopo katika mtaa wa Ibanda, kata ya Kirumba, jijini Mwanza, haikuwa maarufu wala ya kifahari. Ilianzishwa mwaka 2006 na ilikuwa na madarasa machache, sakafu ya vumbi na uhaba wa vifaa vya kufundishia. Hata hivyo, ndani ya mazingira hayo magumu palikuwepo na mwanga wa matumaini. Wanafunzi wengi walihamia katika shule hiyo kutoka shule ya msingi Kirumba. Aisha, mwanafunzi wa darasa la 6, alikuwa miongoni mwa watoto waliopenda shule hiyo kwa dhati. Alisema kila siku, hii shule yangu, hapa ndipo ndoto zangu zinakuwa. Hakuwa na viatu vya shule wala begi la kifahari, lakini alifika shuleni mapema kila siku, akisafisha madarasa na kuwakaribisha wenzake kwa tabasamu lililojaa bashasha, huku akiimba wimbo wa shule kama ninavyowasilisha. Tumaini shule yangu naipenda sana, mazingira iliyomo hakika yanapendeza, kwa mbali ukitazama kileleni yatokeza, usafi, tabia, taaluma, shule yangu ipo juu. Ee Mungu ninakuomba uisimamie shule yangu. Walimu wa Tumaini walikuwa wachache na baadhi yao ni Mwalimu Makombe, Ulasa, Steven, Sasabo na Mwalimu Kimaro, lakini walikuwa wenye moyo wa kujitolea sana. Walijitahidi kuwapa wanafunzi maarifa bora licha ya changamoto. Walimu walimpenda Aisha kwa bidii yake na walimchagua kuwa kiranja mkuu wa nidhamu. Kutokana na uhaba wa maji katika shule hiyo, kuna wakati wanafunzi walilazimika kuweza kwenda visimani kuchota maji. Kwa mfano, walikwenda kisima cha Ukelewe, kisima cha Kalarwa, na wakati mwingine waliweza kwenda Ziwa Victoria kuchota maji kwa ajili ya matumizi ya kumwagilia maua na maji ya kujihifadhia. Mazingira ya shule ya msingi Tumaini yalikuwa yamejawa na miti mizuri kama miarobaini, miembe, na hata madarasa yalikuwa yamezungukwa na maua mazuri ya aina mbalimbali. Lakini maua yaliyoonekana kuwa ni kivutio zaidi ni maua yaitwayo maua migomba. Ili kusudi maua haya yaweze kustawi, kuna wakati iliwaradhimu watoto au wanafunzi wa shule ya msingi Tumaini kuweza kwenda katika nyumba mbalimbali za wafugaji wa Ibanda kwa ajili ya kubeba mbolea ya ng'ombe, mbuzi na kondoo na kuja kuyawekea maua yao pendwa ili yazidi kumea. Siku moja, timu ya wageni kutoka taasisi ya elimu ilitembelea shule hiyo. Walishangazwa na msimamo wa wanafunzi, hata hotuba fupi aliyoitoa Aisha kuhusu umuhimu wa elimu na matumaini. Hotuba hiyo ilisambaa hadi mitandaoni na watu wakaanza kuchangia uboreshaji wa shule. Miezi michache baadaye, madarasa yakapakwa rangi, vitabu vikanunuliwa na kompyuta chache zililetwa kwa majaribio. Shule ya Tumaini ikageuka kuwa mfano wa shule inayoinuka kwa moyo wa ndani. Ukifika Mwanza, usisahau kwenda kuitembelea shule ya msingi Tumaini. Je, tunapata funzo gani kutokana na hadithi hii ya Aisha? Funzo ni kwamba shule bora haijengwi kwa majengo pekee, bali na watu wenye imani, bidii na moyo wa kuamini kuwa mafanikio yanawezekana hata katika mazingira magumu. Asante sana kwa kunisikiliza. Ningependa kufahamu unasikiliza kutoka wapi. Kama umejifunza kitu, usisahau kusubscribe, comment, like na kushare ili kunipatia nguvu ya kuandaa simulizi zingine. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda. Mungu akubariki. Bye bye.